Hii ni sehemu ya pili ya simulizi ambayo inamhusu binti Viola. Sehemu ya kwanza tulipoishia ni pale ambapo Viola alikuwa hospitali kwa ajili ya kumuona mume wake mtarajiwa ambaye ni Derek, na ndipo baba yake Derek alimuuliza Viola, "Huyu ni mume wako toka lini?" Ni mara baada Viola kusema kwamba asante Mungu kwa kumlinda mume wangu. Basi mke wa Martin akaendelea kumwambia mume wake pale kwamba, "Mume wangu, nimeshakwambia hii sio sehemu ya kuongelea haya mambo ya familia hapa. Inakupaswa unyamaze kwa sasa ili twende tukazungumzie nyumbani na si hapa." Baada mke wake kuongea, Mr. Martin ilibidi anyamaze, huku moyoni akiwa na mengi ya kuongea na binti Viola. Sehemu ya pili tunaonesha kwamba siku iliyofuata asubuhi na mapema kabisa Edward alifika nyumbani kwa Mr. Martin. "Edward, njoo nikupe habari mpya ndugu yangu." Mlinzi alimuita na walikuwa wameshazoeana kuwa marafiki wakubwa. "Habari gani hizo ndugu yangu?" Yule mwanamke kichaa aliyekuwa anatupigia kelele hapa amepona, na sio kichaa tena, yani huwezi kuamini ndugu yangu." Edward hakuamini kile alichokisikia kutoka kwa mlinzi, na wakiwa bado kwenye maongezi aliweza kumuona binti Viola akitoka nje, tena akiwa kaongozana na Lucy. Edward alimwangalia kwa hasira sana. Alikumbuka siku aliyomkaba kwenye dirisha na kutaka kukingoa kichwa chake. Kumbe Veronica alichokuwa nakisema kilikuwa sahihi kabisa, kuwa Viola anajifanyisha tu kwamba kichaa, kumbe ni mzima na akili zake timamu. Nitamuonesha kwamba mimi ni nani. Ni mawazo ya Edward yaliyokuwa kizunguka kwenye kichwa chake. Viola naye alishtuka alipomwona Edward akimtazama. Alijua yuko pale kwa sababu maalum tu na mambo yanaweza kuharibika muda wote ule, ila aliamua kujikaza na kuendelea na safari akiwa na binti Lucy, huku safari yao ikiwapeleka hospitali. Mlinzi alifanya kazi yake ya kufungua geti na gari liliweza kutokomea mbele ya macho yao. Pale pale Edward aliamua kutoka na kumwacha mlinzi akimwangalia ndani ya nyumba hiyo. Alifika nje na alichukua simu yake na kumpigia Veronica. "Veronica, una habari gani yoyote kuhusiana na huyu binti Viola? Kwamba sio kichaa tena?" "Hapana, sina habari hizo." Veronica alijibu na kumfanya Edward aanze kumueleza hali halisi ilivyokuwa kumhusu binti Viola. Upande wa pili, Veronica baada ya kupewa taarifa za Viola kurudi kwenye hali yake ya kawaida na Edward, alijikuta akipatwa na wivu, maana aliona kama mdogo wake sio kichaa, ina maana itakuwa ni ngumu kwake kumpata Derek. Hapana, hapa lazima nifanye kitu ili niwe na Derek. Siwezi kukubali kumwachia Viola yule mwanamume. "Unasemaje we mtoto?" Ni sauti ya mama yake mzazi iliyosikika masikioni mwa Veronica baada ya kuongea kwa sauti, na alijisahau kama yuko peke yake. Alijisahau kama yuko nyumbani pale. "Naomba urudie tena Veronica kile ambacho umekiongea. Kama sijasikia vizuri." "Mama, umesikia vibaya tu. Hata hivyo nina taarifa njema kuhusu Viola. Amepona na amerudi kwenye hali yake." "Veronica, mimi sio mtoto mdogo kwamba utake kubadilisha mada hapa nilipo. Naomba nijibu kwanza kwa kile ambacho nilichokuuliza. Nimesikia mazungumzo yako yote uliokuwa unaongea, na ndio maana siku ile ulimshika mkono shemeji yako bila hata aibu mbele ya watu, tena mbele yetu sisi." Mama mtu alizidi kuongea, na hii ilimfanya Veronica na yeye ashindwe kuvumilia maneno aliyokuwa anazungumza mama yake. "Ndiyo mama, hujakosea. Mimi nampenda Derek. Nataka nioe mimi na sio Viola." Veronica aliongea mbele ya mama yake pasi hata kuogopa. "Nini unachokiongea binti yangu? Hujui yule ni mchumba wa mdogo wako?" "Hata kama mama, ila mimi nampenda Derek. Na hata hivyo unijali, unampenda sana Viola toka tukiwa watoto." Veronica alizidi kuongea maneno aliyomfanya mama yake mwili ushindwe kupumua vizuri na hata nguvu kumuishia vizuri, yani kama BP iliweza kutibuka vizuri.
aliweza kukaa chini kwa maneno aliyokuwa akitamka binti yake. Veronica aliamua kuondoka nyumbani kwa hasira. Mama alikumbuka miaka ya nyuma jinsi alivyohangaika kuwalea wale watoto peke yake toka baba yao alipofariki. Lakini leo binti yake mkubwa anaongea maneno ambayo hakuyategemea kabisa maishani mwake. Hapana, huyu sio Veronica ninayemwamini mimi. Hapana, hawezi kuwa mwanangu Veronica. Alijaribu kupingana na ukweli uliokuwepo, lakini uhalisia ulibaki pale pale. Hakikubadilika kitu chochote kile. Veronica baada kuondoka nyumbani alielekea kwa rafiki yake aitwaye Oprah, na hata rafiki yake alishangaa kwa ujio aliokuja nao rafiki yake. Vero, kuna tatizo? Tena sio moja tu. Nina matatizo lukuki. Veronica alianza kumsimulia Oprah kila kitu, na alichohitaji zaidi ni ushauri wa jinsi ya kumpata Derek. Oprah alimwahidi atamsaidia kumpa mipango. Turudi kwa huyu binti. Lucy pamoja na Viola waliweza kufika hospitali na walielekea sehemu aliyokuwa amelazwa Derek. Walifika kwenye chumba na kusukuma mlango ili waweze kuingia. Macho ya Viola yalimshuhudia Derek akiwa tayari amesharejewa na ufahamu, na hata yeye alishangaa kumwona Viola akiwa mzima na hayupo kwenye hali ya ukichaa. Viola alisogea na kumbusu kwenye paji la uso Derek, kitendo kilichomkera sana Mr. Martin aliyekuwa ndani ya chumba hicho, ila Mr. Martin aliamua kukaa kimya tu, yaani alivunga. Viola, nini kilitokea mpaka wewe ukarudi kwenye hali yako kawaida? Lilikuwa ni swali la Derek lililompa kigugumizi binti Viola na kushindwa namna kumjibu. Wewe mjibu mwenzako, ila maana hujasikia swali ambalo amekuuliza. Babake na Derek, ama unaweza kumuita Mr. Martin, aliamua kuingilia kati na kumuuliza binti Viola. Viola alianza kuelezea kwamba alipona hafla tu, na hata yeye mwenyewe hakuelewa ni kitu gani ambacho kilichomponyesha hafla. Wakati Viola alikuwa anadanganya ni uongo ambao alikuwa ameutunga, lakini kwa upande wa Derek kwake ilikuwa ni habari njema kabisa kuona mwanamke anayempenda amepona na yupo kwenye hali yake ya kawaida kama ilivyokuwa zamani. Derek alikaa hospitali kwa siku kadhaa mpaka pale aliporuhusiwa kurudi nyumbani, huku moyoni akiwa na mpango wa kuongea na wazazi wake kuhusu ndoa yake yeye na Viola ili iweze kufungwa baada ya mara ya kwanza kuweza kushindikana. Upande wa Viola aliamua kwenda nyumbani kwao, lakini alimkuta mama yake akiwa kwenye mawazo ya hali ya juu, kitu kilichoweza kumshangaza sana. Mama, kwani kuna tatizo? Viola aliongea na kumfanya mama yake mzazi avute pumzi kwa ajili ya kuongea. Mwanangu, inatakiwa ukae na dada yako na muweze kuelewana vizuri. Sitaki mje kufikishana mbali hapo baadaye. Mama, kuhusu nini tena? Mbona sikuelewi mimi? Viola ilibidi amhoji mama yake. Mama yake hakutaka kumfafanulia vizuri mtoto wake, zaidi ya kumwambia tu atafute muda wa kuanza kuongea na dada yake Veronica. Veronica aliamua kumtafuta Edward kwa upande wake. Alimwambia kwamba ndio muda mwafaka kuweza kumfanya Derek aweze kumchukia Viola mazima. Kitu cha kwanza Edward alichoamua ni kuacha kazi ndani ya nyumba Mr. Martin ili aweze kuifanya kazi vizuri. Edward alikiri kwamba bado anatamani kuwa karibu na Viola. Pale pale alichukua simu yake na kuangalia video zilizomuonesha yeye na Viola wakiwa wanafanya yao, huku sura yake ikiwa haionekani vizuri. Kitu alichoamua kufanya ni kutafuta namba ya Derek na alifanikiwa kuipata. Hakutaka kupoteza muda kama alivyoambiwa na Veronica, naye aliamua kufanya vile vile. Alituma moja ya video kwa Derek na alichokuwa kikisubiri ni matokeo baada ya kutuma ile video. Derek siku hiyo akiwa nyumbani pamoja na Viola alishangaa kuona katumiwa video kwenye simu yake. Aliifungua ile video aliyotumiwa na kuanza kuiangalia vizuri. Macho yalimtoka baada kuona sura ya Viola akiwa na mwanamume mwingine na sura ya huyo mwanamume ikiwa haionekani vizuri. Mikono ya Derek ilitetemeka na kuiachia simu iliyoenda kuanguka mpaka chini. Kile kitendo kilimshangaza sana Viola. Derek, kuna nini kipenzi? Viola aliuliza, ila hakujibiwa kitu. Ilimlazimu kuiokota ile simu ya Derek na kuiangalia ni kitu gani ambacho kilichomfanya
Derek aweze kuitupa ile simu yake chini. Naye pia alikutana na video ikimuonesha yeye akiwa na Edward katika maeneo ya faragha kidogo. Derek, naomba nisamehe. Hii video ni ya zamani na ilikuwa naomba ukae kimya Viola. Sikutegemea utakuwa na tabia mbovu kama hizi. Kumbe wewe ni mchafu kiasi hiki. Derek, nitakueleza kila kitu. Naomba unipe nafasi tafadhali. Uniambie kitu gani? Uniambie kitu gani Viola? Uniambie kitu gani kitakachonifanya mimi nikuelewe? Derek hakutaka kumpa nafasi Viola. Kwa kile alichokiona aliamua kumtimua nyumbani kwao mida hiyo hiyo, na hata Lucy na mama yake walishangaa kuona Derek akimfukuza Viola, na walijaribu kumuuliza sababu iliyopelekea yeye kumfukuza, na hakutaka kueleza kabisa. Viola baada ya kufukuzwa kwao, Derek alielekea nyumbani kwao, na muda wote alikuwa ni mtu mwenye kujilaumu sana katika maisha yake aliyowahi kuishi miaka ya nyuma, kwani yamemfanya ashinde kuwa na Derek. Lawama zote aliweza kuzitupa kwa Edward, kwani aliamini kabisa yeye ndiye aliyeamua kufanya makusudi ili tu kumharibia. Viola alifika mpaka nyumbani, lakini hata mama yake alishangaa kwa ujio aliokuja nao binti yake, kwani kwenye macho yake machozi ndiyo aliyotawala. Kuna tatizo gani huko ulikotoka? Mama, Derek kaniacha, aliongea huko akilia, na chumbani alikuwa Veronica. Aliamua kutoka baada ya kusikia maongezi yao. Alifika na kumwangalia mdogo wake, huku moyoni mwake akiwa na furaha kwa taarifa alizopokea. Viola bila kujua aliamua kumsogelea dada yake. Vero, naomba ukaongee na Derek aweze kunisamehe tafadhali. Kwani kimetokea nini mpaka Derek akaamua kukuacha? Veronica aliuliza kama hajui chochote kile, ikiwa yeye ndio sababu ya yale yote. Edward lazima alipe kwa hiki alichonifanyia. Viola alijikuta akiongea bila kujali uwepo wao. Edward? Ndio nani huyo? Mama yake aliamua kumuuliza, lakini Viola aliondoka na hakutaka kueleza ni kitu gani ambacho kilichosababisha mpaka yeye kufikia hapo katika hatua ya majuto. Mama alimgeukia dada yake. Wewe ndio umefanya haya yote ili mwenzako aweze kuachika, si ndio? Mama, kisa kukwambia nampenda Derek ndio unaonekana mimi ndio nimesababisha wao kuachana? Veronica aliongea na kwenda chumbani kwake, na alipofika aliamua kumtafuta Edward ili ajue kipi alichokifanya mpaka kufanikisha mpango walioupanga. Edward naye aliamua kumtumia video, na hata Veronica alipoitazama video ya mdogo wake alikiri kwamba ilikuwa ni lazima Derek amwache kwa ile video, kwa kuwa tayari ameshafanikiwa kuwatenganisha. Mpango aliokuwa nao ni namna ya kumpata Derek ili amweke karibu. Viola alijaribu kumuomba msamaha Derek kila siku, lakini hakutaka kumsamehe kwa kile alichokiona. Na hata upande wa Veronica naye pia ilikuwa ni ngumu kutengeneza ukaribu na Derek, kwani Derek hakutaka mazoea kabisa na familia ya Viola, na alikata mawasiliano kabisa dhidi yao. Bahati mbaya ilikuwa kwa Edward, kwani simu iliyokuwa na video zao zikimuonesha yeye na Viola iliweza kuharibika, na hii ilimfanya apoteze kila kitu alichokuwa akimtisha nacho Viola. Na hata alipojaribu kumwomba Veronica, naye pia Veronica alisema kwamba ameshaifuta ile video aliyowahi kumtumia. Maisha yaliendelea huku Edward akipunguza usumbufu kwa Viola, na hata Viola aliamua kumsahau kabisa Derek na kuendelea na maisha yake. Kutokana na maisha kuwa magumu kwenye familia yao, Viola aliamua kutafuta kazi kwa kutumia vyeti vyake. Viola alizunguka kwenye makampuni tofauti bila kufanikiwa, na ndipo alipofanikisha kupata kazi kwenye kampuni ya JEB, na kampuni hiyo ilijihusisha na mambo ya utengenezaji wa bidhaa mbalimbali. Viola aliamua kuwa mchapakazi, na hata baadhi ya wafanyakazi wenzake walitokea kumpenda, na ndani ya muda mfupi tu Viola alikuwa ameshapata marafiki ndani ya kampuni hiyo ya JEB, na mmoja ya rafiki akiwa ni manager wa kampuni hiyo aliyefahamika kwa jina la Agnes, mtoto wa mwenye kampuni. Urafiki wao ulikuwa ni wa karibu sana, kila sehemu walionekana kwa pamoja ndani ya kampuni hiyo. Ukimwona Agnes
basi jua pembeni yake atakuwepo Viola. Ukimwona Viola, pembeni yake pia angelikuwepo Agnes. Sasa siku hiyo akiwa wamekaa marafiki hao wawili, Agnes alianza kuzungumza. Viola, Shemu uko wapi? Unajua mimi sijai kukuona naye hata siku moja ya rafiki yangu. Agnes aliongea na kumfanya Viola akumbuke mbali sana, ila hakutaka kumweleza Agnes mambo aliyoweza kuyapitia. Agi bwana. Viola aliacha kicheko, lakini ndani ya moyo wake akiwa na maumivu makali. Mimi ndio nikuulize wewe bosi wangu. Au shemeji yangu kwa masomoni nini? Waliendelea na mazungumzo pale marafiki hao wawili ambao walikuwa napendana. Upande wa Derek, licha kuamua kuvunja uhusiano wake na Viola na kuamua kuwa mbali naye, bado kuna chembe za upendo zilibaki ndani ya moyo wake. Na hata mama yake mzazi aliweza kulitambua hilo, kwani kijana wake muda mwingi alikuwa ni mtu wa kukaa peke yake. Derek, msahau Viola ili maisha mengine yaweze kuendelea. Na kwa kuwa hali yako imeshatengemaa kwa sasa, ni vyema ukamwambia baba yako akufundishe biashara ili uweze kujikita katika masuala ya biashara. Mama, unajua sio vyepesi hivyo ambavyo unafikiria. Najitahidi sana kumsahau Viola, lakini taswira ya sura yake bado inanijia mama. Mama, bado sura yake inanijia kichwani mwangu. Nashindwa kuelewa nini nifanye ili niweze kumsahau kabisa. Derek aliongea. Kipo cha kufanya kijana wangu. Sauti ya baba yake iliweza kusikika na alikuja mpaka pale walipokuwa wamekaa mama na mtoto. Kuna binti wa rafiki yangu, yeye anamiliki kampuni. Ni binti mpole na mstaarabu. Yule ndiye mwanamke atakaye kufaa na atakaye kufanya umsahau huyo mjinga wako. Mr. Martin aliongea na kumfanya mke wake ayaunge mkono maneno ya mume wake. Baba, mimi siwezi kuwa na mwanamke mwingine. Siwezi kuwa na mwanamke nisiyemjua tabia. Siwezi kuwa na mwanamke ambaye simfahamu vizuri. Derek aliongea. Sijui nilipata mtoto wa aina gani mimi. Mke wangu, hivi huyu mtoto ni wangu kweli? Yaani unajua mimi nashindwa kuelewa. Nini ambacho yaani kwa nini anashindwa kuelewa kitu gani, kitu ambacho nashindwa ninachomaanisha mimi kama baba yake na muelekeza ABCD. Yeye anaenda kufanya zaidi XY. Kweli? Derek mwanangu, na kuomba tafadhali, mpango utafanyika wanyewe wawili kukutanishwa ili muweze kuongea na kuelewana. Maneno ya mama yake alimfanya Derek aweze kuelewa, ila ndani moyo wake mtu pekee aliyekuwa kimwaza ni Yolanda tu. Licha kuamua kutengana naye, ila bado alikuwa kimpenda sana. Mr. Martin aliongea na rafiki yake kwa ajili ya kuwakutanisha vijana wao ili waweze kuelewana. Ikiwezekana ndoa ipite ya wao wawili, na hiyo ingesaidia kwa Mr. Martin na rafiki yake mahusiano yao kibiashara kuongezeka. Mr. Martin alimchukua Derek na kwenda naye makazi ya rafiki yake, na hata rafiki yake naye alichukua simu yake na kumpigia binti yake. Agnes akiwa ofisini kwake alishangaa kuona simu yake ikiita na mtu aliyekuwa akipiga ni baba yake mzazi. Aliamua kuipokea simu yake. Njoo nyumbani sasa hivi. Ilikuwa ni amri kutoka kwa baba yake iliyomlazimu Agnes atoke ofisini na kwenda nyumbani kwa wakati ule. Agnes kweli alifika nyumbani na kukutana na ugeni, na macho yake iliweza kumtazama sana kijana Derek. Agnes, binti yangu, nilichokuitia hapa ni hawa watu unaowaona hapa mbele yako. Huyu kijana anaitwa Derek, na huyu mwingine nadhani unamjua vizuri, ni Mr. Martin. Mimi kama baba yako naona huyu kijana ndio mtu sahihi kwako anayetakiwa kukuoa wewe. Aliongea na kumfanya Agnes ashangae, lakini hata Derek mwenyewe alishangaa, maana sicho alichoambiwa na baba yake. Baba,
Nitaolewaje na mtu nisiyemfahamu? Ni kweli mzee wangu. Naomba mtupe muda sisi wenyewe wa kujadiliana ili tufikie mwafaka wa hili jambo. Derek aliamua kuingilia kati na kuongea. Mr. Martin na rafiki yake waliamua kuwapa muda watoto wao wajadiliane, kisha baada hapo wawape majibu kwa wakati sahihi. Derek alimchukua Agnes na kutoka naye nje ili wapate kuongea zaidi. Walifika huko kila mtu akiwa na dukuduku lake moyoni mwake. Samahani sana, mimi sitaweza kuolewa na wewe. Naomba unisaidie kwenye hili. Sipo tayari kuingia kwenye ndoa kwa sasa. Agnes aliongea. Hata mimi pia ni hivyo hivyo. Sipo tayari kuoa wewe kwa sasa. Agnes naye alishangaa kuona hata mwanaume mwenyewe hana mpango wa kuwa na yeye, ila waliamua kubadilishana namba za simu huku wakiahidiana kuwa marafiki tu wa kawaida. Baada ya maongezi waliweza kurudi ndani huku Mr. Martin akiwa na hamu ya kujua kwamba wamejadiliana kitu gani. Mmefikia mwafaka gani kwenye mazungumzo yenu? Swali la Mr. Martin lilimfanya Agnes atake kujibu, ila Derek alimwahi na kuongea. Tumeamua tupeane muda kwanza, tupate kuzoeana vizuri kitabia. Derek aliongea japo Agnes yeye alitaka kuongea kwamba hayuko tayari kuolewa na Derek, ila ilimlazimu kunyamaza baada ya Derek kuongea vile. Agnes aliamua kurudi ofisini baada ya kumaliza maongezi, huku akimwacha Derek na baba yake, na alivyofika moja kwa moja alielekea kwa Viola. Shoga yangu, sina hata hamu hapa nilipo. Kuna nini tena? Agnes alianza kumuelezea Viola kile kilichotokea muda mfupi uliopita nyumbani kwao, na Viola alimsihi sana sikubali kuikataa nafasi ya kuolewa na mwanaume aliyechaguliwa na baba yake, japo Agnes alipingana vikali na maneno ya rafiki yake huyo ambaye ni Viola. Turudi kwa dada yake Viola ambaye ni Veronica. Veronica aliamua kwenda kwa rafiki yake Oprah na kumueleza jinsi alivyoshindwa kumpata Derek. Oprah alifikiria jinsi ya kumshauri rafiki yake. Viola ndio msaada wako pekee. Oprah aliongea na kumfanya Veronica ashikwe na mshangao kwa kile ambacho amekisema. Oprah, sipo hapa kwa ajili ya matani tafadhali. Viola anawezaje kuwa msaada kwangu? Na ukizingatia Derek ni mwanaume waliokuwa wakipendana na ilibaki kidogo tu wafunge ndoa. Nisikilize kwa makini Veronica, ndipo utakaponielewa kwamba kwa nini nimemtaja Viola. Kwanza, mimi naamini kabisa kwamba bado Derek atakuwa na chembe za upendo kwa Viola. Kwa hiyo unataka umwambie Viola afanye mpango wa Derek kuonana na wewe. Maneno ya Oprah iliweza kumuingia kidogo Veronica, lakini sidhani kama itasaidia, maana hata nikionana naye Derek nahisi kama hatakuwa tayari kunisikiliza. Nisikilize Veronica, wewe ni mwanamke, usiwe mjinga. Ukishaonana naye tu nitakueleza cha kufanya, kwa hiyo hilo niachie mimi. Msikilizaji, kati ya siku aliyofurahi Veronica, basi hii ni miongoni mwa siku ambayo aliweza kufurahi kwa sababu alipewa mpango mkakati na Oprah na aliamua kwenda nyumbani, na lengo kubwa ni kuongea na Viola ili amueleze kile alichoshauriwa na rafiki yake. Ni kweli Veronica alifika kwao na kumkuta mama yao, ila kwa wakati huo Viola alikuwa bado hajarudi. Upande wa binti Viola, muda wa kazi uliisha akiwa na Agnes, na kabla hajaachana aliamua kumwambia rafiki yake, Egi, hakikisha ukifika nyumbani usahau kumtafuta mumeo, walau kumjulia hali tu. Makubwa Viola, najuta kukwambia, yani mtu tumeonana naye leo tu tayari ameshakuwa mume wangu. Ulikuwa na utani wa marafiki hao wawili, na baada ya muda kila mtu alielekea kwenye kazi yake. Haikuchukua muda Viola aliweza kufika nyumbani kwao, na Veronica aliyekuwa akimsubiri kwa hamu alipomuona mdogo wake aliamua kumfuata na kumshika mkono. Kuna shida gani Veronica? Njoo huko chumbani basi, nahitaji kuongea na wewe Viola. Alimvuta na kumpeleka chumbani, na walipofika chumbani Veronica alifunga mlango ili mama yao asiweze kusikia chochote katika mazungumzo yao. Viola, naomba nisaidie kitu mdogo wangu. Kitu gani unachohitaji dada?
Veronica aliamua kukaa kwanza na kumfanya Viola amuulize kwa mara ya pili, na aliamua kuongea bila kujali mdogo wake atakavyojisikia. Viola, mimi nahitaji kuonana na Derek. Veronica aliongea na kuyafanya mapigo ya moyo ya Viola yaende kasi baada ya kusikia jina la Derek likitajwa. Viola, unasikia lakini ninachokiongea? Nahitaji kuonana na Derek. Veronica aliongea kwa mara nyingine tena. Dada, mimi kwa sasa sina mawasiliano na Derek. Ni vyema ungeenda kuonana naye mwenyewe tu. Viola aliongea na kunyanyuka ili aondoke, lakini Veronica aliamua kumwahi na kumshika mkono. Viola, unataka kwenda wapi? Na maongezi bado hajamalizika, mdogo wangu. Dada, nini ambacho uelewi? Lakini naomba uelewe kwamba siwezi kuonana na Derek kwa sasa, na hata hataki kuniona mimi. Naomba unielewe katika hili. Nimeshamaliza. Mdogo wangu, kwani wewe tayari umeshaachana naye? Ndio maana anazungumza hivi. Kwa hiyo haina haja kumwogopa. Naomba ufanye hivi kwa ajili yangu mimi, dada yako, sawa? Veronica aliongea na kumfanya Viola atamani kujua ni kipi ambacho kinachomfanya dada yake atake kuonana na Derek. Ukiniambia kitu ambacho nataka kukifanya ama kinachokufanya utamani kuonana na Derek, basi nitajitahidi sana kadri ya uwezo wangu kuwakutanisha ninyi wawili. Veronica baada kusikia maneno ya mdogo wake aliamua kuweka kila kitu wazi tena bila kuogopa. Mimi nampenda Derek. Ndio maana nataka kuonana naye. Nataka awe mume wangu. Veronica aliongea kwa makusudi kabisa na maneno yake yalimaliza nguvu binti Viola. Angelifanya nini? Hii ilimpelekea mpaka aliamua kurudi na kukaa mwenyewe. Alijiuliza kwamba inawezekanaje dada yake ampende mtu aliyetaka kumwoa tena, akiwa anafahamu kabisa kwamba alikuwa ni mpenzi wake ama ni mpenzi wake. Licha Viola kukaa kimya kwa kuendelea kutafakari maneno aliyosema dada yake, ila bado Veronica alizidi kumwambia kuwa anampenda Derek. Dada, hii haiwezekani. Huwezi kumpenda Derek. Viola alijikuta akiropoka. Kwa nini isiwezekane vi? Wewe tayari umeshaachana naye. Basi acha nijaribu bahati yangu na mimi, huenda kawa wangu. Hata kama Davero nimeachana naye, ila haiwezekani. Siwezi kukuruhusu umpende Derek hata siku moja dada. Ni bora ukatafuta mwanaume mwingine. Ila Derek muache kama alivyo dada, please. Viola aliongea na kumfanya Veronica achukie sana kwa maneno yake ambayo aliyoyatamka. Veronica aliona mdogo wake anataka kuharibu mipango ambayo aliyopewa na rafiki yake Oprah. Au bado unampenda Derek? Ndio maana hutaki kuona mimi nikiwa naye? Ilo alikuhusu Vero. Ila jamii itachukuliaje? Itakuchukuliaje hata wewe kuwa na mwanaume aliyetaka kunioa mimi, mdogo wako ama ndugu yako? Please, try to find another chance. Tafuta mwanaume mwingine. Wewe inaonekana bado unampenda. Kwanza wewe si una mpenzi wako wewe ambaye ni Edward? Au nafikiri mimi sijui? Veronica aliongea na kumfanya Viola ashangae kwamba amemjuaje Edward ili hali hajawahi hata kumtambulisha kwake. Najua unashangaa kusikia kwamba nimemtaja Edward, ila aliwahi kuja hapa na hata video yenu pia aliweza kunitumia, ninayo. Veronica aliongea na kumfanya Viola hofu ianze kumshika. Sasa, ili nisiende kumuonesha mama hii video, Viola, inatakiwa ufanye kile ambacho nakwambia. La sivyo utaniona mimi ni mbaya kwako. Umenielewa? Mpaka kufikia wakati huo, Viola hakuwa na kingine tena cha kuongea, maana tayari siri yake imeshafahamika mbele ya dada yake Veronica. Kama ni hivyo, basi nitafanya kile utakachokitaka dada. Ila naomba video yangu uifute tafadhali, ifute na usije kumuonesha mama. Viola aliamua kukubali kile anachokitaka dada yake. Video ile ama picha ile mnato ilimfanya kuwa mtumwa kwa kile jambo ambalo
alihitaji kulifanikisha kwa watu. Veronica alifurahi na alimwahidi baada ya kumfanyia kile atakachokitaka, basi ile video ataifuta na hata muonesha mama yao. Waliweka makubaliano na kazi ilibaki kwa Viola kufanya kile alichoambiwa na ndugu yake. Viola aliondoka na kuelekea chumbani kwake, huku moyoni mwake akijutia sana maisha aliyowahi kuishi miaka ya nyuma, kwani yanamuingiza kwenye kifungo cha kufanya chochote kile atakachoambiwa. Alifika chumbani kwake na kutafuta namba Derek, lakini alikuwa ameshaifuta. Ndipo alipoamua kumtafuta Lucy au mdogo wake na Derek kumuomba namba, na bahati nzuri aliweza kufanikiwa kuipata, na kazi ikawa kwenye kumpigia Derek ili aweze kuzungumza naye. Aliamua kujikaza na kumpigia Derek, na kweli haikupita muda si muda, simu ya upande wa pili ilipokelewa. Hello? Viola aliongea kwa sauti yake. Sauti iliweza kupenya vyema kwenye sikio la Derek, lakini Derek alikuwa na maswali mengi sana katika akili yake. Alikuwa anajiuliza kwamba kipi kilichomfanya Viola aweze kumtafuta. Derek akaamua kuipokea simu baada ya V kupiga muda mrefu. Sauti ilisikika kutoka upande wa pili. Najua unajiuliza maswali mengi sana. Kwa nini nimekutafuta Derek? Ila naomba tuonane, kuna kitu cha msingi sana ambacho ninachotamani nikwambie. Viola aliongea na alichokuwa nasubiria ni jibu kutoka kwa Derek. Nitakupa dakika 5 tu za kuongea na mimi. Kisha baada hapo sitaki kuona simu yako kwangu, please. Derek aliongea, na hata yeye ndani ya moyo wake alikuwa akitamani kuonana na Viola, maana alimkumbuka sana, ndio maana alikubali kukutana naye, ila hakutaka kudionyesha kuwa amemkumbuka. Baada ya Derek kukubali, walipanga sehemu ya kukutana na walipanga siku ya kesho yake, ndiyo siku ambayo angeweza kuonana. Derek alikata simu yake, na muda huo simu yake iliita kwa mara nyingine tena, na aliyekuwa akipiga alikuwa ni Agnes, yule binti ambaye aliambiwa kwamba angeweza kumuoa. Derek akaanza kuzungumza pale. Unesi nilimwambia mimi kwamba mimi naye hatuwezi tukawana huu. Bwana alipigia sasa huu demne mbona ashubo sasa. Derek aliongea, ile aliamua kupokea simu, aliweza kupigiwa na Agnes. Samahani kwa usumbufu wa kukupigia simu. Nilitamani kujua kitu kutoka kwako Derek. Kitu gani Agnes? Mbona uliwajibu wazazi wetu tofauti na tulivyoongea na kukubaliana mimi na wewe? Agnes aliongea na kumfanya mwanaume afikirie kitu cha kumjibu. Hakukuwa na njia nyingine zaidi ya kile nilichokisema Agnes. Ingekuwa ni hatari kwetu kama tungemwambia kile tulichozungumza, kana kwamba tumewapinga wazazi wetu kuwa hatupo tayari kuoana. Ndio sababu leo nilifanya niwajibu vile. Asante sana kwa kuweza kunisaidia katika hili. Ila vipi, si tunaweza tukawa marafiki zaidi Derek? Agnes aliongea na kumuomba urafiki mkubwa Derek, ambaye naye alikubali hapo hapo, na urafiki ukawa umezaliwa upya kati ya watu hao wawili, na mzungumzia Agnes pamoja na Derek. Lakini upande wa pili wa Viola, baada ya kumaliza kuongea na Derek, alikuwa kwenye mawazo makubwa sana, na kitu alichoshindwa ni kitu gani ataenda kumwambia Derek watakapokutana siku ya kesho. Aliamua kunyanyuka na kumfuata Veronica chumbani kwake. Umekuja vi? Veronica aliongea kimapozi baada ya kumwona mdogo wake. Derek tayari ameshakubali kuonana na mimi, ila hujaniambia ni kitu gani ambacho ninachotakiwa kumwambia baada ya kuonana naye. Wewe kazi yako ni moja tu, kunikutanisha naye. Hayo mengine niachie mimi, sawa vi? Veronica aliongea. Kama ni hivyo basi, inatakiwa twende wote ili uonane naye, umweleze mwenyewe. Baada ya Viola kumwambia vile, Veronica aliamua kutoka na kwenda kuongea na Oprah, aone atakachomwambia ni kitu gani. Yaani Veronica bwana alikuwa anategemea sana mawazo kutoka upande mwingine wa rafiki yake ambaye ni Oprah. Oprah kwa upande wake alimshauri kwamba anatakiwa akubali tu kuongozana na Viola mpaka kwa Derek,
na Viola afanye hiyo kazi ya kuzieleza hisia zake kwa Derek. Veronica alitoka na kwenda kumwambia Viola vile vile alivyoambiwa na Oprah. Yaani alikuwa ni mpuzi kweli huyu binti. Na ile hali ilimfanya Viola azidi kuumia zaidi, maana alijua jinsi gani Derek alivyokuwa akimpenda. Na ataumia zaidi pale atakapomwambia kile alichoambiwa kusema mbele yake, eti kwamba dada yake anampenda Derek. Kweli? Yaani tena atumike kama kuadi. Lakini upande wa Derek alikuwa na hamu ya kuonana na Viola, licha yeye mwenyewe kuvunja uhusiano wao, ila bado alikuwa akimpenda sana Viola isivyo kawaida. Na siku ya kesho alipanga kuongea kitu kilicho moyoni mwake pale atakapoonana na Viola. Msikilizaji, siku nyingine ilifika na Viola alienda kazini kama ilivyo kawaida. Ila siku hiyo alikuwa ni tofauti. Hata Agnes alilitambua hilo. Viola, leo mbona huna raha? Kuna tatizo gani eti? Niambia rafiki yangu, alimuuliza baada kuona ukimya aliokuwa nao siku hiyo. Nipo sawa Twegi. Na kujua vizuri bwana V. Naomba unieleze ni kipi ambacho kinakusumbua. Nahitaji kuwa msaada kwako. Unajua ni rafiki yangu mkubwa wa sasa. Agnes aliongea, lakini alishangaa kuona Viola akitukwa na machozi, hali iliyomfanya amtoe ndani ya ofisi hiyo na kwenda naye nje kwa ajili ya maongezi. Walifika nje na binti Viola alishindwa kuzuia kilio chake, ndipo alipoamua kulia kabisa na kumfanya Agnes awe ana kazi ya kumbembeleza. Inakupaswa unyamaze Viola, kulia sio suluhisho la matatizo yako. Nilifanya ujinga huko nyuma ambao leo unanyang'anya furaha yangu Agnes. Viola aliongea na kulia sana. Baada ya muda aliweza kutulia na kunyamaza ili aweze kumweleza vizuri rafiki yake. Viola alimueleza kila kitu Agnes, kuanzia maisha yake ya chuo aliyokuwa akiishi, ya kuuza mwili wake mpaka kufikia hatua ya kuchukua video za faragha akiwa na huyu mpenzi wake Edward, na hata tukio la yeye kushindwa kufunga ndoa nalo pia alimueleza kila kitu mwanadada Agnes, pamoja na kile ambacho alichoambiwa na Veronica. Viola, inakupaswa usahau yote yaliyopita. Na huyo mwanaume aliyekutishia kusambaza picha za Faraha ilitakiwa kumshtaki. Hiyo ingesaidia sana V. Agnes, sidhani kama ingesaidia. Kila kitu nimeshapoteza na bado nazidi kuumia. Natamani nirudishe muda nyuma nisiwe yule Viola wa miaka ile ya nyuma. Nimeshachelewa, it's so late Agnes. Hebu niambie, ungekuwa ungefanya maamuzi gani? Ungefanya maamuzi gani? Ungeweza kukubali kuona mwanaume uliotokea kumpenda akitengeneza mahusiano na ndugu yako? Tena wewe ukipewa kazi kumfanya mwanaume huyo ampende ndugu yako? How come? Viola, nikwambie kitu. Upendo wa kweli huwa haulazimishi. Mimi naamini dada yako hawezi kukubaliwa na huyo mwanaume. Labda atumie njia nyingine. Na ninakuahidi kwamba ipo siku utaamini kile ninachokisema. Agnes aliongea na waliendelea kuongea huku Agnes akizidi kumshauri zaidi Viola, na alimwambia kwamba yeye afanye vile Veronica anavyotaka, ila atafute namna kuifuta video iliyo kwenye simu ya Veronica na awe huru. Jioni ilifika, Viola alikuwa ameshafika nyumbani. Waliongozana Veronica kuelekea sehemu waliopanga kuonana na Derek. Wao walikuwa kwanza kufika kabla ya Derek. Viola, hakikisha unafanya kile tulichokubaliana tafadhali. Veronica alimkumbusha mdogo wake huku akiendelea kumsubiri Derek. Lakini upande wa Derek, akiwa nyumbani kwao alijiandaa, na alipokuwa kitoka alikutana mdogo wake Lucy. Kaka, leo mbona umependeza hivyo? Au unaenda kukutana na Namaanisha kama ndo kukutana na Viola nini? Yule sitamani kabisa kuonana naye tena katika macho yangu. Hapa naenda kwenye mipango yangu tu na mambo yangu mtaani. Derek aliamua kumuongopea mdogo wake, maana alimpatia sehemu aliyokuwa akienda. Aliondoka ili akakutana na huyo binti Viola.
Kwa mbali Viola aliweza kumuona Derek na hata Veronica naye aliweza kumuona. Viola alisimama na kumpungia mkono ili amfuate pale alipokuepo. Na bahati nzuri Derek aliweza kumuona. Alisogea na alishangaa kumkuta akiwa na Veronica. Derek alitoa salamu na kumtazama Viola. Moyo wake ulikiri kwamba hatotokea mwanamke mwingine ambaye atakayempenda duniani kama huyu binti ambaye ni Viola. Ila alipokumbuka ile video ya faragha kidogo ambayo aliwahi kuiona kwenye simu yake, kiukweli ilimuumiza sana. Alipokumbuka lile tukio la faragha na alipoiona ile sura ya binti Viola, uso wa Derek ulibadilika mara moja. Alikunja sura na kubadilika kweli. Hakutaka tena kuweka tabasamu, bali aliamua kukaa kimya tu ili asikilize kile ambacho alichomuitia. Viola alifikiria namna kuanza kuongea, na Veronica akiwepo upande wa Derek alitambua hilo. Viola, mimi sina muda kukaa sana hapa. Naomba uniambie kwamba ni kitu gani ambacho kilichokufanya ukaniita. Derek aliamua afungue mazungumzo. Derek, Veronica ndiye aliyenifanya niwe hapa. Ndiyo aliyenifanya nikuite wewe hapa Derek. What do you mean? Nini ambacho unamaanisha? Swali la Derek lilimfanya binti Viola amgeukie Veronica na kuanza kuongea. Derek, najua ulinipenda sana na uliniamini, ila mimi sikuwa na sifa za kuwa mkeo, na bado sitakuwa na sifa hizo za kuwa mke wako. Ila yupo mtu mwenye sifa za kuwa na wewe na anakupenda kuliko mimi nilivyowahi kukupenda wewe. Maneno ya Viola yalimfanya Derek azidi kushangaa sana. Nini ambacho unaongea? Unaongea nini wewe mwanamke? Derek, naomba nikwambie ukweli ambao uliokuwa haujui. Haina haja wewe kuniambia ukweli. Ukweli unaotaka kuniambia ni ukweli gani Viola? Mimi na wewe tumeshaachana, hata ukiniambia haitasaidia kitu. Na hata huyo mwanamke unayesema ananipenda siwezi kuwa na yeye tena, kwa sababu maumivu ambayo umeniachia bado yanautesa moyo wangu. Derek aliongea kwa hasira sana, na tayari hasira zilikuwa zimeshaanza kumshika, maana hakupendezwa kabisa na maneno ambayo alikuwa ameyazungumza Viola. Derek, una haki ya kuongea kile unachokiongea, ila ni lazima umjue mtu ambaye anakupenda kwa dhati, mtu ambaye yuko tayari kufanya chochote kile kwa ajili yako. Derek anakupenda kuliko unafikiria wewe, na hautojutia ukiingia naye kwenye mahusiano. Viola alizidi kuongea. Ni nani huyo mtu? Derek alitamani kumjua mtu huyo aliyekuwa kiongelewa na Viola, na Viola alizungumza kwa kusema kwamba ni huyu hapa leka pembeni yangu. Viola alimuonesha Derek kumaanisha kuwa ni Veronica, hali iliyozidi kumshangaza Derek. Haya ni maajabu. Bado haijatosheka, unataka niwe kwenye mahusiano na dada yako? Kweli wewe ni mpumbavu, tena ni mshenzi kabisa, maana uliweza kujirekodi ukifanya mambo yako machafu na mwanaume wako. Derek aliongea na kunyanyuka huku akimwambia Viola asije kurudia tena kumuita kwa ajili ya mambo ya kipuzi kama yale. Baada ya Derek kuondoka, Veronica alimgeukia mdogo wake Viola. Hasa umeongea madudu gani? Kwa hiyo ina maana umeshindwa kumuelewesha akakuelewa? Nikimkosa Derek utajuta Viola, utajuta. Veronica naye aliondoka na kumwacha mdogo wake akiwa kwenye simanzi kubwa. Viola alihisi dunia imemuelemea. Kwanza alizidi kutengeneza chuki dhidi ya Derek, na mbaya zaidi maneno aliyoambiwa na Veronica ilikuwa ni taarifa tosha kwake. Endapo atamkosa Derek, basi ajiandae kuwekwa hadharani katika mitandao ya kijamii, hasa juu ya ile video ambayo ilikuwa ni ya faraha. Viola atafanya nini ili aweze kufanya kile atakachoambiwa
na Veronica na kukitekeleza? Lakini je, atakabiliana vipi na ile hali ili kuondokana na yale mateso yote ambayo alikuwa anapitia? Kwa maneno aliyoambiwa Viola, aliamua apunguze mawazo pale pale. Aliagiza vinywaji vya kileo na kuanza kunywa tena. Alikunywa kwa pupa sana, hali iliyomfanya kulewa ndani muda mfupi tu. Alichukua simu yake na kumtafuta Agnes kisha kumpigia. Upande wa pili, Agnes aliweza kuisikia simu yake ikiita. Aliipokea na kuiweka sikioni kwake. Agnes, njoo tunywe bia, na kunywa bia Agnes. Viola, uko wapi kwani? Wewe njoo hapa. Derek na Veronica wameniacha peke yangu Agnes. Viola alivyoongea tu, Agnes aliweza kutambua kwamba rafiki yake kuna kitu ambacho kimetokea. Kitu ambacho kimemfanya amue kuwa kwenye hali aliyokuwa nayo kwa wakati huo. Ni nini ambacho angelifanya? Nini angekifanya Agnes ili kumwokoa Viola katika ile madhila? Aliondoka na kwenda mahali alipoambiwa na Viola, na kweli alimkuta akinywa pombe sana. Viola, hebu nyanyuka twende nyumbani. Siwezi kunyanyuka Agnes. Mimi ni mjinga tu. Nataka wanaume wote duniani kama Derek alivyosema. Mimi acha ninywe pombe Agnes mpaka nitosheke. Kisha baada hapo nitaenda mwenyewe nyumbani. Yani acha hapa. I'm so tired. Viola aliongea kwa sauti na kuwafanya baadhi ya watu waliokuwa maeneo yale wasikie mazungumzo yao. Mmoja ya mtu aliyekuwa pale ni daktari aliyewahi kupewa ahadi na Viola ya kulipa milioni 10 ili amfichie siri yake ya kuwa kichaa. Alipomuona Viola, aliamua kunyanyuka na kwenda kumfuata pale alipokuwa. Binti, unanikumbuka? Daktari aliongea alipomfikia Viola akiwa na Agnes. Viola alimtazama, lakini kutokana na pombe kukolea kwenye kichwa chake hakuweza kumtambua daktari. Mimi kujulia hapa eti Agnes, do you know him? Unamjua huyu? Viola naye aliweza kurusha swali kwa Agnes, ila Agnes ilibidi amgeukie daktari. Samani sana, utamtafuta siku nyingine, leo hayuko sawa. Agnes aliongea huku akimnyanyua Viola na kuanza kumvuta kumpeleka lilipo gari lake kwa ajili ya kwenda naye kwao. Huyu binti anaifanya mjanja. Subiri, nitamuonesha. Lazima nimkomeshe. Hawezi kuniahidi pesa yangu alafu asinilipe hata shilingi moja. Daktari aliongea, na kuna kitu alipanga kufanya ili kumkomesha Viola. Agnes upande wake aliamua kumpeleka Viola nyumbani kwao, na alipomfikisha alimkuta baba yake akimsubiri, na alishangaa kumwona binti yake akija na mtu tena akiwa kwenye hali mbaya sana ya ulevi. Umemtoa wapi huyu mlevi? Agnes, umemtoa wapi huyu mlevi? Baba yake alimuuliza mtoto wake. Baba, huyu ni rafiki yangu na pia anafanya kazi kwenye kampuni yetu. Alipata na tatizo ambalo limemfanya anywe pombe, na hata hapa alipo hajitambui kabisa, hajiwezi hata kurudi kwao hawezi. Naomba akae hapa kwa leo, kisha kesho ataondoka. Agnes aliongea huku akimpeleka Viola kwenye chumba anacholala. Unajua mtoto ni mjinga sana. Tangu lini kampuni yangu ikawa na watu walevi? Subiri, nifuatilie taarifa zake. Lazima nimfukuze kazi. La sivyo ataniharibia kazi huyu binti. Ataniharibia kila kitu. Mzee hakupendezwa kabisa kumwona binti yake akimleta Viola nyumbani kwake, tena akiwa kwenye hali ya ulevi. Lakini upande wa Derek, alikuwa ameshafika nyumbani kwao, lakini siku hiyo hakutaka kuongea na mtu yeyote yule, kitu kilichomshangaza mama yake pamoja na Lucy waliokuwa wamekaa pamoja. Lucy, hivi kakako na matatizo gani? Mama, yana hata mimi sijui. Tangu alipotoka na amerudi yupo kwenye hali aliyokuwa nayo hiyo. Yaani mimi sielewi jamani, wanangu mnanichanganya. Kwani alikwambia sehemu gani ambayo ataenda? Lucy aliuliza na mama yake, naye alimwambia hajui ni wapi ambapo
alipokuwa ameenda Derek. Lakini upande wa chumbani, Derek akiwa amelala kitandani, alikuwa anazungumza na nafsi yake. Viola, hivi alifikiria nini mpaka kuniambia maneno kama yale ya mimi kuwa na dada yake? Ina maana alikuwa anipendi mpaka kaamua kufanya vile? Derek aliongea mwenyewe kana kwamba anaongea na mtu kwenye chumba alichokuwemo, ikiwa yuko peke yake. Aliendelea kutafakari maneno aliyoambiwa na Viola, na mwisho alijikuta usingizi ukimpitia kidogo. Lakini upande wa Veronica alikuwa akiongea na rafiki yake Oprah kwenye simu. Alikuwa akimweleza kile kilichotokea na jinsi mipango ilivyovurugika. Alisikia mama yake akimuita Vero. Aliamua kukata simu na kwenda kumsikiliza mama yake. Mwenzako yuko wapi? Mbona umerudi peke yako? Ni swali alilokutana nalo kutoka kwa mama yake. Mama, Viola ni mtu mzima na huenda ameenda kwenye mambo yake. Mimi siwezi kujua alipo. Jibu la Veronica lilimfanya mama yake asikitike kidogo kwa kuona utengano uliopo kati ya mabinti zake wawili hao. Kwa maana walikuwa hajaliani na wala walikuwa hapendani. Hasa ambaye alikuwa anafanya haya yote ni huyu Veronica. Basi nenda ukaendelea na mambo yako. Yaani wewe ndio dada, ilitakiwa uwe makini na mdogo wako, lakini wewe ajabu huna mpango wowote, huna upendo na ndugu yako. Huenda mimi nilikosea kuwalea mabinti zangu, ndio maana mko hivi. Mwana mama aliongea, lakini Veronica aliamua kwenda chumbani kwake. Maana namjua mama yake akishaanza kuongea hapo maneno mengi hayamuishi, analalamika sana. Basi asubuhi na mapema kabisa Viola aliamka na alishangaa pembeni yake kumwona rafiki yake Agnes akiwa amelala katika kitanda hiko kimoja ambacho walikuwa wamelala pamoja. Ilibidi amwamshe Agnes. Eki. Viola, mbona umeamka mapema hivi? Inakupaswa uendelee kulala. Agnes aliongea kiuchovu sana huku akipiga miayo. Agnes, nahitaji kwenda nyumbani mida hii. Saa 12 yote asubuhi. Uende kwenu. Agnes aliongea kwa mshangao huku miayo ikimwandama baada ya kumsikia Viola akitaka kwenda kwao. Agnes hakuwa na uwezo kumzuia Viola, kwani alijiandaa na kurudi nyumbani kwao mida hiyo ya asubuhi. Baada ya masaa kusogea, nyumbani kwa Mr. Martin walipata ugeni asubuhi hiyo, na mtu aliyekuja ni dokta aliyewekeana ahadi na binti Viola ya kulipo shilingi milioni 10. Bahati nzuri alikuta familia nzima wote wako pale, hata Derek pia aliyekuwa na mawazo alikuwepo. Na alikuwa anaonyesha sura ya uchangamfu sana mbele ya dokta. Dokta aliomba kuongea na familia nzima na kila mtu alifika kwa ajili ya kumsikiliza. Mr. Martin, kwanza samahani sana kwa hiki ambacho nitakachoongea ama nitakachoenda kuongea mbele ya familia ama mbele ya wanafamilia wote. Ningependa kufahamu kwamba yule binti kichaa bado anaishi humu ndani au la? Dokta aliuliza swali ambalo lilikuwa kaliuliza kwa maksudi kabisa, akiwa na sababu zake za msingi. Wote walimjibu kwamba hayupo, ameshaondoka kwenye makazi hayo. Kwanza niombe samahani sana kwa kukubali kufuata kile ambacho alichoniomba yule binti kipindi kile cha matibabu yake. Dokta aliongea na hata Derek aliamua kutega masikio yake vizuri ili aweze kusikia kile atakachokizungumza daktari. Kitu gani hicho dokta? Pole kwanza kwenye kutumia gharama zenu kubwa za matibabu kwa mtu aliyekuwa haumwi. Yule binti hakuwa kichaa, ila alikuwa kiaficha yale mambo ambayo alikuwa akiigiza, na alinitumia mimi niweze kumfichia ile siri. Ila nikiwa kama dokta sikutaka kuharibu CV yangu kwa ajili yake. Leo nimeamua kuja kueleza ukweli halisi wa yale yote ambayo yalitokea. Dokta, ulichoongea ni kina ukweli wote ule?
Derek alimuuliza. Ndiyo. Kwa nini niwadanganya? Dokta alijibu na kuhakikishia kile alichozungumza kilikuwa na ukweli mtupu wa 100%. Pale pale Derek alinyanyuka na kuondoka kwa hasira sana akielekea kwenye gari lake. Mr. Martin aliliona lile na kuamua kumfuata kijana wake, na alikuta tayari ameshawasha gari na akitoa amri kwa mlinzi aweze kufungua geti haraka sana. Fungua geti haraka! Usimfungulie geti huyo! Mr. Martin aliongea na kumfanya mlinzi abaki njia panda amsikilize mtu gani, ama amsikilize yupi, mtoto au baba, yani bosi au mtoto. Derek aliona isiwe kesi, alishuka kwenye gari na kulecha gari lake na kutoka nje ya geti. Hivyo mlinzi, zinakutosha kweli? Ina maana kama umeshindwa kumzuia huyo asitoke nje? Bosi, nisamehe. Mr. Martin alimshushia lawama mlinzi wake baada ya kumruhusu Derek kutoka nje. Upande wa Derek aliita usafiri na safari yake ilimpeleka moja kwa moja mpaka kwao kwa kina Viola. Alifika na kubisha hodi, na haikupita muda Veronica alikuja kufungua mlango. Oh, Derek umekuja. Veronica alifurahi sana kumuona, maana aliamini Derek amekuja pale kwa ajili yake. Naomba uniitie Viola. Ndicho kitu alichokiongea Derek. Hakutaka hata kutoa salamu kwa Veronica, na sauti yake iliweza kumfikia Viola vizuri sana, Viola ambaye alikuwa ndani. Viola aliamua kuja kuonana na Derek, na Derek alipomuona tu alimshika mkono na kumvuta kwa nguvu huku akimpeleka pembeni. "We Derek, niachie mkono wangu, unaniumiza." Viola aliongea, lakini haikumfanya Derek aache kumvuta. Alifika na kumwachia mkono. "Kukushika tu mkono unasema unasikia maumivu. Haya, naomba uniambie, ni kweli ulipata na kichaa au ulikuwa unajifanyisha tu?" Derek aliongea tena akiunda mkono wake kabisa kwa ajili ya kufanya kile alichokuwa kaikusudia katika akili yake. "Derek, swali gani hilo unaniuliza? Mimi nilikuwa naumwa. Nilikuwa kichaa." Kapigwa kofi. Kabla hata jamaliza kuongea alipigwa kofi lililomfanya anguke mpaka chini, na Veronica aliamua kusogea baada ya kuona mdogo wake amepigwa na Derek. "Dokta alikuwa na kutibu, leo kaja kutuambia ukweli wote na siri yako kaimwaga hadharani. Familia nzima tumeifahamu. Viola, kama ulikuwa unipendi ungeniambia mapema. Kwa nini uamue kukataa kuolewa na mimi? Tena siku ya harusi yangu kabisa. Unajua mimi nilijisikiaje? Unajua mimi niliumia kiasi gani? Ukajifanya kichaa ili tu usiolewe na mimi. Why Viola?" Derek aliongea, na maneno yake aliweza kuyasikia vizuri Veronica na hata mama yao, naye aliyekuwa ndani aliamua kutoka nje baada ya kusikia mzozo huo ukiendelea. Msikilizaji, tukutane katika sehemu ya 3 ili tuweze kufahamu kwamba nini kitakachotokea kwenye sehemu hii ya 3. Je, mama mtu baada ya kutoka atakuwa na kauli gani? Lakini familia ya Derek, yani familia ya kina Lucy, Mr. Martin na mke wake watachukua uamuzi gani mara baada ya daktari kutoa zile taarifa? Lakini Oprah ataendelea kuwa mshauri wa Veronica? Haya yote na mengine mengi tutafahamu katika sehemu ya 3 ya simulizi hii ambayo inamhusu binti Viola katika misukosuko ambayo alikuwa ameipitia. Yaani harusi siku ya mwisho inaingia dosari na hajaolewa kwa ndoa hadi sasa. Mungu anatuongoza katika safari ambayo kiukweli kama tusipokuwa na imani tutaishia kulalamika na kujilaumu kila siku. Mimi nikuache na nikukaribisha katika sehemu ya 3 ambayo itapatikana hapo juu muda mchache kutoka sasa. Kwaheri kwa sasa.